Ni pia taasisi za kimataifa kama Benki ya Dunia na Benki ya Maendeleo ya Afrika pamoja na viongozi wa dini na wengine. Waheshimiwa viongozi na washiriki, mabadiliko ya tabia nchi ni suala la kidunia ambalo athari zake hazina mipaka ya kijiografia. Na sisi wote tunashuhudia athari mbaya zinazoikumba dunia, ikiwemo nchi yetu nzuri ya Tanzania, kama vile kuongezeka kwa vipindi vya ukame, mafuriko, lakini pia viumbe na mimea vamizi. Na hali hii inaathiri upatikanaji wa chakula, maji na malisho kwa ajili ya mifugo yetu. Lakini pia kuongezeka kwa majanga ya mafuriko kutokana na mvua zisizotabirika kunakopelekea vifo, uharibifu wa mali na miundombinu. Na haya yote ni matokeo ya ongezeko la uzalishaji wa gesi joto duniani ambalo linasababisha kuongezeka kwa joto duniani. Na taarifa zaidi za kisayansi zinaonesha kuwepo kwa ongezeko la wastani wa nyuzi joto 1.14 katika mwaka uliopita, ambacho ni kiwango cha juu kufikiwa tangu mapinduzi ya viwanda. Hivyo mabadiliko ya tabia nchi sio tatizo la mazingira tu, bali pia ni tishio kwa afya, usalama wa chakula na ustawi wa jamii yetu. Kwa hiyo ni lazima hatua za haraka zichukuliwe kukabiliana na changamoto hizi. Ndugu washiriki, kama ilivyoelezwa, mkutano huu una lengo la kujenga uelewa kuhusu masuala ya mabadiliko ya tabia nchi na kubainisha fursa zilizopo katika biashara ya kaboni ili kujenga uchumi wa taifa. Aidha, katika mkutano huu mtapata fursa ya kujadili na kutoa maoni kuhusu taarifa ya awali ya kuanza kufanyika kwa zoezi la tathmini ya mchango wa taifa wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, kwa Kizaramo wanaita Nationally Determined Contribution Impact Assessment. Lakini pia kukamilisha mpango wa taifa wa utekelezaji wa mchango wa taifa wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, NDC Implementation Plan. Na kwa namna ya pekee ninaishukuru kwa dhati taasisi ya kimataifa ya NDC Partnership kwa kugharamia zoezi hilo. Ni matarajio yangu kuwa majadiliano na maazimio ya mkutano huu yatatusaidia kuongeza mchango wa taifa na kusukuma mbele ajenda ya uhifadhi na usimamizi wa mazingira. Waheshimiwa viongozi na ndugu washiriki, jumuiya ya kimataifa kupitia mikataba mbalimbali imejielekeza katika kuimarisha juhudi za pamoja za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa lengo la kushirikisha nchi zote katika kupunguza uzalishaji wa gesi joto, kusaidia nchi zinazoendelea kuhimili athari za mabadiliko ya tabia nchi kupitia upatikanaji wa rasilimali fedha na teknolojia, na kuimarisha upatikanaji wa chakula. Hivyo biashara ya kaboni kama mojawapo ya nyenzo ya utekelezaji wa mikataba hiyo ina lengo la kupunguza uzalishaji wa gesi joto na uhifadhi wa mazingira na kuchochea maendeleo katika nchi zinazoendelea ambazo kwa kweli zina mchango mdogo sana katika uzalishaji wa gesi joto na mabadiliko ya tabia nchi duniani. Hata hivyo, pamoja na umuhimu wake, biashara ya kaboni bado haieleweki kwa walio wengi, na hivyo kushindwa kutumia fursa hiyo kikamilifu.
Ni matumaini yangu kuwa wataalamu waliopo kutoka wizara, taasisi na makampuni ambayo tayari yanatekeleza miradi ya aina hiyo watatusaidia kutupatia uzoefu ili tuweze kuifahamu vyema biashara hiyo. Serikali ya awamu ya 6 imedhamiria kukuza mchango wa biashara hii katika uhifadhi wa mazingira na maendeleo ya kiuchumi. Na kupitia Kituo cha Taifa cha Ufuatiliaji wa Kaboni ambacho sasa kinatambulika kisheria, serikali imekuwa ikiratibu biashara hii hapa nchini. Na taarifa zinaonyesha kuwa mpaka mwisho wa mwezi Februari mwaka huu, Kituo cha Taifa cha Ufuatiliaji wa Kaboni kilikuwa kimesajili miradi 72. Na kama Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais alivyoeleza tayari, hata miradi yetu mikubwa kama katika sekta ya usafirishaji, ikiwemo treni ya mwendo kasi, standard gauge railway, na mabasi ya mwendo kasi kwa jiji la Dar es Salaam, miradi ya mionzi ya jua, miradi safi ya nishati safi ya kupikia, na hata mradi wetu mkubwa wa bwawa la umeme la Mwalimu Nyerere ambao unachangia katika utekelezaji wa michango ya taifa ya kukabiliana na mabadiliko ya nchi, inaweza kusajiliwa katika fursa hii ya biashara kwa kufuata taratibu na miongozo inayohusika. Aidha, ipo fursa ya kutumia taka ngumu katika biashara ya kaboni ili kunusuru hali ya uchafuzi wa mazingira na kukuza uchumi wa taifa. Ni matumaini yangu kuwa uzoefu wa kituo hiki pia utatusaidia kupata elimu kuhusu biashara hii na namna bora ambayo inaweza kutumika ili kulinda na kutumia rasilimali za misitu na rasilimali nyingine zinazofaa kwa biashara hii. Waheshimiwa viongozi na ndugu washiriki, Tanzania kama nchi mwanachama wa mkataba wa Umoja wa Mataifa wa mabadiliko ya tabia nchi, yani United Nations Framework on Climate Change Convention, na katika kutekeleza malengo ya maendeleo endelevu ya dunia, inawajibika kuhamia katika matumizi ya nishati safi, ikiwemo nishati safi ya kupikia, kutunza na kuhifadhi misitu, sambamba na kuhifadhi vyanzo vya maji ili kupunguza athari za mazingira kwenye mifumo ekolojia, uchumi, afya na athari za kijamii. Katika kufanikisha ajenda hii, mojawapo ya mikakati tuliyonayo kama taifa inalenga kuhakikisha 80% ya Watanzania wanatumia nishati safi ya kufikia itakapofika mwaka 2034. Na katika hili naomba tumpongeze Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan makofi hayatoshi. Ni muhimu tumpongeze rais wetu ambaye ndiye kinara wa kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia katika bara la Afrika. Katika kutekeleza ajenda hii, Mheshimiwa Rais ameshiriki kwa vitendo kuhimiza upatikanaji wa nishati hiyo. Na hadi sasa taasisi 672 zinazolisha watu zaidi ya 100 kwa siku tayari zimeachana na matumizi ya mkaa na kuni. Napenda kutumia nafasi hii kuzikumbusha tena taasisi zote nchini zinazolisha watu zaidi ya 100 kwa siku na ambazo hazijahamia kwenye matumizi ya nishati safi watii katazo ambalo limekwisha kutolewa na serikali. Na ninaitaka Ofisi ya Makamu wa Rais na msajili wa hazina mfuatilie taasisi hizo ili kujua zimekwama wapi na mniletee mara moja. Ndugu washiriki, viongozi wa taasisi na mashirika,
mnawajibika kuchangia juhudi za serikali katika kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi kwa kuandaa na kutekeleza mikakati itakayosaidia kupunguza uzalishaji wa gesi joto na kuhimili athari za mabadiliko ya tabia nchi. Mikakati itakayoandaliwa ni vema ijielekeze katika kuhimiza matumizi bora ya rasilimali, uwekezaji katika nishati mbadala na teknolojia rahisi na nafuu, na kuhamasisha jamii kuhusu umuhimu wa uhifadhi wa mazingira yetu. Kila hatua tutakayoichukua leo itajenga msingi bora wa usalama wa kizazi cha sasa na vizazi vijavyo. Na kwa msingi huo, Dira ya Maendeleo ya Taifa ya mwaka 2050 imeweka swala la mazingira na uhimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi kuwa mojawapo ya nguzo kuu 3. Kwa hiyo ninatumaini tutashirikiana kwa karibu katika kuhakikisha tunasimamia utekelezaji wa dira hiyo ili kufanikiwa katika udhibiti wa athari za mabadiliko ya tabia nchi. Waheshimiwa viongozi na washiriki wote, ninapoelekea kumaliza hotuba yangu, ninapenda kutambua jitihada za kila taasisi katika kukabiliana na changamoto za mazingira. Hata hivyo, kwa kuwa mkutano huu unalenga kuwajengea uelewa, ningependa na kushauri muangazie masuala muhimu ambayo yameonekana kuleta changamoto katika uendeshaji wa biashara ya kaboni ili kuzitafutia ufumbuzi. Na baadhi ya masuala hayo ni yafuatayo. La kwanza kabisa ni uelewa mdogo wa wadau kuhusu biashara ya kaboni, zikiwemo faida na hasara zake. Taratibu za jinsi biashara hii inavyofanyika hazijawekwa wazi kwa wadau wakuu, yaani wanavijiji na halmashauri ambao ndio wamiliki wa misitu. Kwa hiyo mfano, uwezo wa kifedha au kiufundi wa wawekezaji, lakini pia mchakato wa kuwapata wawekezaji, namna ya kujua kiwango cha kaboni kinachovunwa, quantification na kadhalika. Kwa maoni yangu, ni vema mkutano kama huu uandaliwe mahususi ili kutoa elimu kwa mamlaka za serikali za mitaa na mikoa na wilaya, lakini pia vyombo vya ulinzi na usalama mapema iwezekanavyo. Kituo cha Taifa cha Ufuatiliaji wa Kaboni chini ya Ofisi ya Makamu wa Rais na TAMISEMI viongeze kasi ya kufanya programu maalum ya kufikisha elimu hii katika ngazi ya wilaya na vijiji. Lakini pia vyombo vya habari, taasisi za teknolojia na mawasiliano. Nimefurahi nimemuona ndugu yangu Dr. Jabir yuko hapa na wenzake, lakini pia mkurugenzi wa TBC na wengineo. Mnayo nafasi ya pekee sana kupeleka elimu na uelewa wa biashara hii ya kaboni. Lakini pia nawaomba tuwatumie marafiki zetu na wabia wetu kama UNEP, NDC Partnership na wengineo, ili watusaidie kuhakikisha kwamba tunakuza uelewa wa biashara hii katika taifa letu. La pili ni swala la uwazi wa mikataba. Hili ni jambo lingine kubwa linaloonekana kuzingira biashara ya kaboni. Kwa sehemu kubwa, uendeshaji wa biashara hii umetawaliwa na madalali ambao pia utaratibu wa upatikanaji wao
hauko wazi, na kutokana na hali hiyo imekuwa vigumu kufahamu kilicho ndani ya mikataba kati yao na wanunuzi, na kama kiasi kinacholipwa ndicho kilichotolewa na wanunuzi. Kwa hiyo ni muhimu kwetu kufahamu mambo ya msingi, yani key contractual terms, yanayotakiwa kuzingatiwa katika mikataba hiyo badala ya kuziachia halmashauri kufanya maamuzi hayo. Mimi naamini uwazo katika swala hili utasaidia uendeshaji wa biashara hii na kuondoa hali ya kutoaminiana. Na kwa uzoefu wangu, changamoto hii ya elimu juu ya biashara ya kaboni, uendeshaji wake na mikataba ni changamoto ambayo pia bado ipo katika nchi nyingine za Jumuiya ya Afrika Mashariki na hata SADC. Jambo la tatu, uzoefu kuhusu uendeshaji wa biashara ya kaboni kutoka nchi nyingine ninafikiri ni jambo muhimu. Kwa hiyo wataalamu watakaotoa mada, ninaona ipo haja ya kuwaambia mkutano huu ili tuweze kujifunza na kufahamu kutoka nchi nyingine barani Afrika wanavyofanya biashara hii ya kaboni, na kuona namna wenzetu wanavyokabiliana na changamoto zinazojitokeza. Bila shaka hii itasaidia kuwasili maarifa na hivyo kuboresha utendaji wetu katika biashara hii. Na Kituo cha Taifa cha Ufuatiliaji wa Kaboni kina nafasi nzuri ya kuwezesha jambo hili. Jambo la 4, ninaona udhaifu katika uratibu wa biashara ya kaboni kama ambavyo amelisisitiza Bi Margaret Barihait. Kwa kuwa biashara ya kaboni inahusisha wadau wengi, ni muhimu kuwepo kwa uratibu madhubuti. Na ni vema ofisi ya Rais TAMISEMI, ofisi ya Makamu wa Rais, mwanasheria mkuu wa serikali, pande zote mbili za muungano na serikali za mikoa zikutane kwa ajili ya kupitia uzoefu tuliojikusanyia hadi sasa na kujadili na kupata mwelekeo wa pamoja katika uendeshaji wa biashara hii ya kaboni na kurekebisha kasoro zilizopo hivi sasa. Jambo la 5, katika udhibiti wa uzalishaji wa gesi joto na utunzaji wa mazingira kwa ujumla, taasisi na mashirika ya umma yashiriki kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia, lakini pia upandaji miti, kuweka utaratibu mzuri wa management ya taka, ikiwemo kutenganisha taka ili kupunguza uzalishaji wa gesi ya methane, na kuchangia jitihada katika upatikanaji wa malighafi za viwandani vya urejelezaji wa taka. Aidha, ninapenda kusisitiza taasisi na mashirika kujiwekea na kutekeleza mipango ya kutumia vifaa vyenye matumizi kidogo ya umeme na kuhamia kwenye magari yanayotumia umeme na gesi. Na hapa nataka kupeleka ujumbe, kwa kuwa wakuu wa mikoa mpo na nyinyi ni wenye viti wa kamati za ulinzi na usalama katika mikoa, lakini vile vile kupitia kwa Mheshimiwa Waziri wa Nchi, pande zote mbili za muungano, ni muhimu pia vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vianze hatua ya kuelekea kwenye magari yanayotumia umeme na gesi. Ni muhimu pia taasisi na mashirika yawe na vitengo vya mazingira. Nimewaona hapa mmesimama, lakini viimarishwe na vitengewe bajeti za utekelezaji wa miradi au shughuli za kuhifadhi mazingira, ikiwemo utoaji wa corporate social responsibility. Na ili kuhamasisha taasisi na mashirika
tumefanya uamuzi, ofisi ya makamu wa rais itaanza kutoa tuzo wakati wa kilele cha siku ya mazingira duniani kuanzia mwaka huu kwa taasisi na mashirika yatakayobainika yamefanya vizuri sana katika uhifadhi wa mazingira. Waheshimiwa viongozi na ndugu washiriki, ni matarajio yangu kuwa mkutano huu utasaidia kuainisha na kupendekeza njia zinazofaa kuimarisha mfumo wa usimamizi wa mazingira pamoja na kutatua changamoto zilizopo. Na ninawaomba watoa mada kujikita katika kuwawezesha na kuwahamasisha washiriki kutoa mchango wa mawazo yatakayosaidia kupata suluhu ya changamoto za kimazingira zinazosababisha mabadiliko ya tabia nchi. Ninasisitiza tena kutumia ipasavyo fursa ya mkutano huu kujenga uelewa wenu kuhusu biashara ya kaboni ili kudhibiti uharibifu wa mazingira na kuliongezea taifa mapato. Baada ya kusema hayo, ninayo heshima kutamka kuwa mkutano wa wakuu wa taasisi na mashirika ya umma nchini na wadau wa mazingira kuhusu mabadiliko ya tabia nchi na biashara ya kaboni umefunguliwa rasmi. Tusimame wote. Ninawatakia ndugu zangu Waislamu Ramadhani Karim, lakini pia ninawatakia Wakristo wenzangu Kwaresma yenye baraka. Asanteni sana kwa kunisikiliza.